Ndugu wananchi, pamoja na jitihada zote ambazo zinafanywa na serikali yetu kama ambavyo nimeainisha, hali ya ukatili katika wilaya yetu ya Mafia bado sio nzuri sana. Matukio ya ukatili bado yameendelea kukithiri mwaka hadi mwaka. Kulingana na takwimu ambazo tunazo katika kipindi cha Januari mpaka Disemba 2024, jumla ya matukio 463 yaliripotiwa katika dawati la polisi na dawati la jinsia la ustawi wa jamii, ambapo matukio yanaongoza kuripotiwa ni ukatili wa kihisia ambapo kuna matukio 245. Haya ni matukio ya kihisia, lakini ukatili wa kimwili matukio 111 yameripotiwa, lakini kuna ukatili wa kutelekezwa, kuna matukio 63 watoto waliotelekezwa, lakini vile kuna ukatili wa kingono ambapo kuna matukio 54. Katika ukatili huu kuna mimba. Kuanzia Januari mpaka sasa tuna mimba za utotoni 9. Watoto mpo? Mimba 9 za utotoni. Kutokana na takwimu hizi, bado kuna changamoto kubwa ya ukatili wa kijinsia katika jamii yetu. Hivyo nazielekeza idara zinazohusika na kutoa elimu ya kupinga ukatili wa watoto, mashirika yasiyo ya kiserikali, asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, kwani madhara yake ni pamoja na kusababisha ulemavu wa kudumu, maambukizi ya magonjwa ya zinaa ikiwemo ukimwi, kaswende, gono na mengineyo, kukosesha watoto haki zao za msingi pamoja na kudhoofisha pato la taifa. Ndugu wananchi pamoja na watoto, katika kipindi hiki cha likizo natoa wito kwa wazazi kuzidisha umakini wa malezi, kwani katika kipindi hiki cha mapumziko ndipo matukio mengi ya ukatili hufanyika kwa watoto. Na pindi shule zinapofunguliwa, watoto wengi hurudi na ujauzito. Watoto hupewa kazi ndogo ndogo zitakazolenga kuwajenga kifikra na kupunguza uzurulaji usiokuwa na tija. Wazazi tusiwache watoto bila kazi, lakini vile kuna katika shule zetu tumepewa homework. Kuna kazi tumepewa za nyumbani za kuja kufanya ili shule zikifunguliwa tuende tukasubmit kwa walimu kule. Ni vyema wazazi tukawasimamia zile kazi. Lakini vile wazazi tusiwache watoto wanazurura ovyo mitaani. Lakini kipindi hiki pia cha mvua kuna madimbwi mengi, kama pale kuna madimbwi na sehemu nyingine. Tusiache watoto wetu wanakwenda kuogelea huko kwenye vidimbwi, kwani pale watapata maradhi ya kichocho, maradhi ya kuhara na maradhi mengine mbalimbali. Lakini vile watoto kipindi hiki cha baridi wavalishwe nguo nzito au sweta ili kumkinga mtoto, ili kuozesha watoto ndoa za utotoni. Mtoto wako mwache akue, ndio afikie ndoto zake, aolewe. Lakini vile hapa kuna risala ambayo wameisoma watoto wetu hapa, na katika risala hiyo wamezungumzia masuala ya unyanyasaji wa kingono. Lakini lazima tujitafakari sisi watoto wa Mafia tuna hali gani? Watoto wa Mafia pia tupo kwenye utoro mashuleni. Watoto wengi hatuendi shule mara kwa mara. Niwatake watoto, shule zinapofunguliwa hakikisha wiki ya kwanza unaripoti shuleni. Na usiwe mtoro shuleni. Hakikisha vipindi vyote unahudhuria. Sawa watoto? Ndio. Lakini vile tabia njema na nidhamu. Unatakiwa uwe na nidhamu nyumbani kwa wazazi na nidhamu kwa walimu.